subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kile kwa namna taswira yake kulingana na hiki ambacho kimetokea. Upo vizuri Ibrahim Ambukile? Ya, niko poa. Anasonga. Nashukuru Mungu kwa masikitiko pia. Kwa kiwango kikubwa. Of course limezua taharuki kubwa imetokea kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Pengine kwa kile ambacho kimetokea jana, tukimulike kwa wekundu wa Simba, kikosi chao kuzuiliwa kuto kuingia katika kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa hii leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwako umechora taswira gani tuseme makomando wa Young Africans kuwazuia Simba kuto kuingia uwanjani kufanya mazoezi ya mwisho? Kwanza ni anguko katika soka la Tanzania. Ligi ambayo inayotajwa ni ya 4. Alafu kuwa na mambo ya kihuni kama haya. Na haya mambo ya kihuni ni kwamba sisi tumeyakaribisha katika mpira wetu. Hivyo kuweza kuyaondoa inabidi tuyaondoe kihuni hivyo kwa sababu tumeyaingiza kihuni. Kwa sababu ukisikiliza au ukisoma waraka wa Simba unaona kabisa wasimamizi walioko uwanjani hawajui majukumu yao. Haingia akilini meneja wa uwanja kusema alikuwa hana maelekezo na Simba. Ni hoja ya kipuzi kwa meneja wa uwanja. Hakuna mtu ambaye ajui kwamba tarehe 8 ni mechi ya dabi. Haingia akilini meneja kutoa kauli kama ile eti hana maelekezo. Puzi kabisa. Na nitashangaa kuona meneja yule mpaka leo anaendelea kubaki kuwa meneja wa uwanja. Kilichotokea Ibrahim kwa sababu hafai. Hakuna, hii ni mechi sio ya KMC na Ken Gold. Hii iwe dini yoyote, iwe mtu mzima mdogo anajua leo kuna dabi. Meneja nakuja kuzungumza hoja za kipuzi kama hizi. Wanipata vizuri. Lakini jambo lingine, kamishna baada ya kuona mzozo kati ya makomando wa Yanga, si ndio? Anakuja pale hana majibu ya ukamishna. Ni anguko kwenye mpira wetu. Maana yake tuna watu ambao sio sahihi kwenye mpira. Nilitegemea kuona kamishna ambaye mtoa ripoti wa mechi nzima. Si ndio? Ambaye kama msimamizi anakwenda kutoa lugha moja tu. Unanipata vizuri? Na hii ni kwa mujibu wa kanuni. Ingekuwa Simba wamekuja kinyume na kanuni, kweli ningesema ni kosa. Lakini kama wako ndani ya kanuni, manake kamishna wa mchezo piga chini. Huyo meneja wa uwanja piga chini kwa sababu wote awareness yao yuko chini. Uwezo ukasema huna maelekezo kuhusiana na mechi, kuhusiana na ujio wa Simba Benjamin Mkapa. Hii Simba sio timu ya mtaani. Unanipata vizuri? Yaani timu ambayo imekwenda robo finali 6. Yaani wewe una taarifa kama inakuja uwanjani? Hauko serious. Alafu inajulikana kabisa mechi ni kesho na uwanja unaotumika ni huu, na kanuni inaweka wazi kwamba siku moja kabla ya mchezo timu ambaye ni mgeni lazima ifike kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea game. Meneja wa uwanja niliwahi kusema siku moja, nchi yetu sisi kwa asilimia kubwa msomi mwenye masters PhD bado awareness yetu iko chini sana. Kama wa Tanzania. Unanipata vizuri? Na hii iko baadhi ya Watanzania hata wamkuta na PhD lakini kwenye kuchanganua mambo bado kuna changamoto kwa sababu ignorance. Lakini kitu kingine ni yale mahaba ili jambo. Tuulizane, aliyowaleta wale makomando nani wa Yanga? Of course Young Africans ndio mwenyeji wa image. Sawa, kwani kuwa mwenyeji wa mechi Yanga atakaye ilale pale? Of course haitakiwi. Na wale makomando wa nini? Wakati kanuni inaeleza wazi siku moja kabla mchezo, si ndio? Mgeni inabidi akaucheki uwanja kufanya mazoezi, si ndio? Wale makomando wa nini? Unajua ukiangalia muundo mzima wa usalama kwenye vilabu vyetu ndio unakuja kuona makomando. Haya ni mambo ya kishamba. Katika dunia ya mpira ambayo imeendelea, huje kusikia ujinga mtu anaitwa komando, si komando wa nini, kimekwenda kimerudi. Ni mambo ya kishamba. Haya, mvutano wa Simba na Young Africans. Yanga anataka kucheza mechi leo lakini Simba haitaki kucheza mechi. Kuna namna ambavyo kanuni inaruhusu kwamba mtu kigomea mechi basi utakata pointi na kushuka daraja. Hii kanuni haitawasili Simba kuelekea mchezo wa leo. Sikiliza. Kwa sababu tuna mahaba na sio taaluma ya mpira. Ndiyo ambayo inayoangamiza soka la Tanzania. Bodi ya ligi na TFF hawana ubavu kuikata Simba pointi, hawana ubavu kuikata Yanga pointi kwa sababu sio mara ya kwanza hili jambo kutokea. Sasa wanawaza wanaanzaje kuikata alama Simba
wakati Yanga hawakuikata alama. Kwa hiyo unakuja kuona hata kuchelewa kwa majawabu sahihi mpaka dakika hii ni kwa sababu ndani ya kamati kuna ushabiki wa Simba na Yanga na sio taaluma kusimamia sheria na kanuni ambazo wamejiwekea. Unanipata vizuri? Ndio yale unakuja kusema Simba ikishuka daraja Yanga itacheza na nani? Ni mambo ya kipuzi, inaweza ikatokea tu kama watu wa mpira kweli. Lakini kwa sababu ni watu ambao mauzauza hatuwezi kufanikiwa kwenye hili. Unanipata vizuri? Yani issue ya kukata pointi nchi hii Simba Yanga watakata sehemu nyingine. Lakini kwenye Simba na Yanga kwa sababu tumeamua kuchagua maisha unprofessional ndio watu wanakokula. Simba na Yanga ndiko ambako watu wanapatia uongozi. Simba na Yanga ndiko ambako ulinzi kwa watu wengine. Simba na Yanga ndiko ambako biashara za watu zinakwenda. Wewe unaishusha Simba ligi kuu. Hiyo Yanga inakuwa mwenye ubavu kuifuta Simba nani? Hakuna. Kwa hiyo issue ni kwamba tupo katika maisha ya unprofessionalism. Unanipata vizuri? Issue ambayo imetokea Diana ilikuwa unaenda kwenye kanuni mapema kabisa muda ule ule. Taarifa itoke. Unanipata vizuri? Mapema kabisa. Okay, sawa. Hii imetokea hivi. Aliyewaruhusu makomando nani? Unanipata vizuri? Kwa Simba nao ambacho amekosea kitu kimoja kwa maana ya kwamba kutoa taarifa mapema ya kususia mechi. Wao ilibidi watoe maelekezo. Baada ya kufika uwanjani nini kimetokea? Wamewasiliana na wahusika. Baada ya kuwasiliana na wahusika majibu wameyapata ni yapi? Unaipata vizuri? Bora walaka wao ungesema jamani tumefika uwanjani. Si ndio? Tumekutana makomando ambao wanadhaniwa ni wa Yanga. Na wale ni makomando wa Yanga. Hakuna komando wa Simba izuie Simba kuingia ndani. Hakuna komando wa KMC izuie Simba isingie. Sio kweli. Wale ni makomando wa Yanga. Ni makomando wa Young Africans. Wote kuniambia makomando wa Azam. Kwenye hili Simba wameonewa. Kuonewa kivipi? Kuonewa kivipi? Nipe swali ambayo najielewa. Kwa namna ambavyo Young Africans mtendaji mkuu amesema kwamba kama hii mechi haitochezwa leo basi hawatocheza na Simba tena siku nyingine. Kauli ya mtendaji mkuu wa Young Africans kwa hiki ambacho kinaendelea ni wazi kwamba kuna namna ambayo hii shughuli bado ni mbichi. Sasa haya yote yanazungumzwa kwa sababu Simba Yanga bodi ya ligi ambayo ni yakwa wote kwa pamoja na Simba na Yanga waliopo pale mpaka TFF. TFF amekaliwa kichwani ndio maana majibu hayatoki. Lazima yani hapa yani ilikuwa ni issue ambayo inahitaji mjadala. Kosa ni la nani? Ndio maana nikasema Simba kwenye waraka wao kusema kwamba mechi hatuchezi. Nilitamani kuona Simba wanasema kwamba jamani tumempigia Mguto baada ya tukio hili ametujibu shit. Tumempigia Karia ambaye ni rais ametujibu ovyo. Tumempigia nani CEO wa bodi ya ligi ametujibu ovyo. Sisi kwa mfumo huu hatuchezi hiyo mechi. Sasa wao wanakuja moja kwa moja kulipuka mechi hatuchezi kwa sababu makomando wa Yanga kimekwenda kimerudi. Nina mashaka na aliyeandika waraka wa Simba. Una mashaka? Na aliyeandika waraka wa Simba ilibidi afafanue. Baada ya kufika uwanjani kamishna wa mchezo amesema hana maelekezo ya kwetu. Sio umenipata vizuri lakini pia meneja uwanja hana chochote kuhusiana na sisi. Tumeona ni vema tumpigie CEO, tumeona ni vema tumpigie mwenyekiti wa bodi Mguto, tumeona ni vema tumpigie rais Karia. Wametujibu ovyo, sisi mechi hatuchezi. Hapo ningesema kule waraka na mashiko. Lakini kwenda direct kwamba si hatuchezi mechi hizi kimekwenda Simba wache manake hapa moja kwa moja inatuaminishwa kwamba Simba hii mechi alishaiogopa muda mrefu. Hii inatudhihirisha. Kwa waraka wa Simba manake mechi hii walijua kabisa hiyo hawezi kuchomoka. Yes. Hata kama ni kweli makomando walikuwa pale uwanjani. Sawa, nyie sasa msidili nao. Kanuni sizipo, sheria sizipo, nendeni kwenye vyombo husika. Unanipata vizuri? Nendeni kwenye vyombo husika. Ingekuwa ni issue simple. Sasa hivi inakwenda saa 8 kasoro, si saa 7. Majibu mpaka dakika hii hajatoka na watu wamekata tiketi. Wategemea nini? Mtarudisha hizo tiketi? Hili ni pigo kwa namna ambavyo TFF na uendeshaji wa bodi kiujumla ya ligi kuu soka Tanzania bara hiki ambacho wamekifanya watu kukata tiketi, watu wanatoka mikoa mbalimbali. Kama ikitokea mechi hii haijachezwa leo, tusianze kuamini lile shirika ambalo limesema ligi yetu ya 4 kwa sababu hatuendani nayo. Kama ikitokea mechi hii haijachezwa na tiketi zimeliwa za watu. Sasa ligi ya 4 ndio inakuwa mambo ya hovyo namna hii. Haiwezekani. Ligi ya 4 tuitegemea tuone professionalism. Kwa maana ya kwamba kila kitu kimenyooka. Kanuni zinafuatwa. Unanipata vizuri? Lakini leo tuko ligi ya 4 kwa mtu ambaye amesema au shirika ambalo limesema yanakuja kutokea. Ndio maana nilisema mwenye mamlaka ya kusema ligi yetu ni ya ngapi, ya kutathmini viwango, sio kampuni ni shirikisho. Ndo haya yalitolea majawabu kwamba shirikisho la soka barani Afrika haliwezi kutoa ligi ya ngapi. No, sio kweli. Walipata wao ndio wasimamizi.
Wao ndio wasimamizi wa ligi zote barani Afrika. Sasa kama sisi ni wanachama wa CAF, maana yake lazima tupe tathmini kama sisi tuko wapi. Unanipata vizuri? Sasa kwa sababu tumeamini shirika ndio haya matatizo yake. Unanipata vizuri? Shirika limesema si nafasi ya 4, lakini angalia mwenendo wa ligi ulivyo. Angalia magumashi ambazo zinazoendelea mpaka dakika hii. Makomando kweli. Haya ni mambo ya kishamba. Young Africans taarifa yao wao wamesema kwamba wanawaita mashabiki wao katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiki ambacho wamekituma Young Africans ni wazi. Sikiliza wewe, Yanga hata wameandika tu ile barua haraka ule mikwala tu. Yanga hata washabiki waende pale. Kama Simba haitokwenda uwanjani kutokana na magumashi, Simba kukatwa pointi. Ni ngumu sana. Watakwambia mbona Yanga aliondoka mechi iliyofuata? Mlimkata pointi. Mechi zikapangwa tarehe nyingine. Mnakumbuka? Na sisi tunataka kisasi ni haki. Unaweza kutoa mziki wake. Magori ameibuka na kusema kwamba hawatacheza mechi hata moja mpaka hiki kichukuliwe adhabu. Kauli ya Magori, Simba amebakisha mechi takriban 9 katika ligi kuu soka Tanzania bara na wamesema wacheze mechi mpaka hata moja. Anaweza akawa sawa au asiwe sawa kwa sababu nilitegemea kuona Magori pengine angeleta majibu kwamba baada ya kufanya 1 2 3 kwa wahusika wa mpira rasmi Simba tunajiondoa kwenye ligi. Ningesema hapa na mashiko. Lakini kwenda moja kwa moja hapana. Magori angetumia kauli. Ni hoja dhaifu sana ya kujiondoa kwenye ligi. Ni hoja dhaifu. Alafu iliweje? Kwani Simba ni mara ya kwanza kusema? Mangungu alisema ataenda kucheza ligi ya Zambia au Zanzibar. Ni kauli ya kawaida tu. Ni mikwala tu ya kawaida. Nini solution kwa hiki ambacho kinaendelea? Mara ya pili Young Africans waliondoka uwanjani na hawakurudi tena baada ya mchezo kusogezwa mbele. Hii leo ni Simba. Nini solution? Hapo ambacho naweza nikasema solution ni kufuata taaluma ya mpira, sheria ya mpira, kanuni za mpira, pasipo kubagua hii ni Yanga au ni Simba. Unalipata vizuri? Kamati inashindwa kuviadhibu hivi vilabu kwa sababu ndani ni kwamba kuna unprofessionalism. Watu wanashindwa kujua majukumu ya taasisi yao ni nini. Unanipata vizuri? Kwa sababu kama kanuni ipo, sheria zipo, why mnachelewa kutoa majibu mpaka dakika hii? Maana yake na nyie ndani mnavutana. Maana yake ndani nyie huko mna misuguano ya ushabiki. Mangungu anasema sitaki, engineer anasema nataka. Umenipata vizuri? Maana yake si wote hao wajumbe wa bodi ya ligi. Maana yake lazima nao waitwe. Hasa wakiitwa maana yake hapo ndio maana mambo yetu mengi sana Tanzania kwenye mpira yanaishia kwenye busara na hekima. Yaani sheria zipo na kanuni, tunakwenda kwenye busara na hekima. Kwa nini? Tuna ushabiki maandazi upo mwingi sana. Kuna ushabiki wa hovyo ndio maana tunashindwa kufuata kanuni na sheria. Yes. Watu wamejiuliza wakaenda mbali sana wakasema Simba na Azam ilikuwa ni usiku, lakini Simba waliwaruhusu Azam mechi mazoezi yao kufanya usiku. Lakini hiki kimewastajabiza watu wengi sana. Kama Simba waliwaruhusu Azam kwenda kufanya mazoezi yao usiku, iweje Young Africans kuwaruhusu Simba kwenda kufanya mazoezi usiku? Umetoa taswira gani hapo? Ndio maana nikasema mwanzo kabisa kama tutakuwa umenielewa, haina haja ya maelezo mengi. Issue ni kufuata utaratibu wa sheria na kanuni. Haya yote ambayo yameendelea ni mambo ya hovyo na tunaliaibisha soka la Tanzania. Inabidi tufike mahali tuondoke kwenye haya mambo ambayo tumeyaleta kwenye soka la Tanzania. Kwa sababu huu ni uhuni tu. Unachoendelea? Ni uhuni tu. Ni uhuni. Hamna hoja yenye mashiko. Haina, yani ndio maana nikasema aingia akilini manager wa uwanja Benjamin Mkapa. Hujui kwamba Simba inakuja kufanya mazoezi. Alafu kikanuni, alafu mechi ni kesho. Kweli? Simba ipo wapi kuigomea? Kamishna wa mchezo unashindwa kutoa maelekezo. Simba ipo wapi kuigomea mechi leo? Haki kivipi sasa? Kwa wewe, kwa mtazamo wako kulichoendelea jana. Siwezi nikaunga hoja mbovu kama hiyo. Wenye mamlaka ni wahusika. Yaani igomee ili iweje? Shukrani. Pamoja.